Jina langu ni Paul John Walalaze kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania. Leo tumeshiriki katika kongamano hili la kodi na uwekezaji kwa mwaka huu 2025 ambalo limeandaliwa na Wizara ya Fedha. Tumefurahi sababu walipa kodi na wadau wetu mbalimbali wameshiriki katika kongamano hili. Tumeona wameweza kupata nafasi ya kutoa maoni yao mbalimbali juu ya sheria za kodi, juu ya utozaji wa kodi. Lakini kikubwa sana tumepokea pongezi kutoka kwa viongozi wetu mbalimbali ambao wametoa pongezi kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa jinsi tunavyoendelea kukusanya kodi kwa kuzingatia weledi kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Katika kongamano hili Mamlaka ya Mapato Tanzania, Idara ya Elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano, pia tumeweka banda letu hapa ambao tumeona ni wadau wetu mbalimbali wamekuja pale wakiwa na maulizo yao mbalimbali, lakini pia tumepata nafasi ya kuelimisha na zaidi sana nafasi yao ya kutoa maoni yao. Ikumbuke kwamba sasa hivi tunaelekea katika bunge la bajeti ambalo linaendelea, wameweza kutoa maoni yao na baadhi ya hayo maoni tunaamini kwamba yakifanywa kazi ndio itakuwa uboreshaji mzuri wa sheria zetu za kodi. Zaidi sana pia tumepata nafasi ya kuwapa elimu ya kodi juu ya uwasilishaji wa return. Ikumbuke kwamba tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka huu ndio tarehe ya mwisho ya kuwasilisha zile return za kodi ya mapato kwa ajili ya mwaka huu 2024. Kwa wewe mfanyabiashara, wewe mlipa kodi, tumia fursa hii kuhudhuria ndani ya kongamano hili, tembelea mitandao yetu ya TRA kujua vitu mbalimbali ambao sisi TRA tunawapa jamii au tunawapa walipa kodi. Tutaendelea kuhakikisha kwamba tunawaelimisha walipa kodi waendelee kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. TRA tunasema pamoja tunajenga taifa letu na kodi yetu maendeleo yetu. Asante sana. Nilikuwa na changamoto ya kufile withholding tax kwa sababu nimejaribu kuingia kwenye system lakini sikuweza kunavigate kuweza kufile the returns. Kwa hiyo nilikuwa na dukuduku sababu ni mjasiriamali mdogo ambaye kama mnavyofahamu changamoto za mjasiriamali ni kwamba unakuwa wewe ndio accountant, wewe ndio social media manager, wewe ndio HR, wewe ndio kila kitu as you navigating the system, kwa sababu capital ndio huwezi kumwajiri kila mtu. Na yule ujiajiri mwenyewe uweze kusaidia watu wengine. Kwa nilipofika hapa na dukuduku langu kwamba mmesema turasimishe biashara, nimerasimisha lakini I felt stranded kwamba sijui jinsi gani kuna navigate system ya kusaidia mimi na biashara yangu. Kwa hiyo nilipofika hapa nikaonana na kaka na akina dada, nikawaelezea changamoto yangu, wakanielezea jinsi ya kufanya, lakini kikubwa ni kwamba wamenitumia PDF file ambayo ina guide ya kueleza jinsi ya kunavigate system yao. Kwa hiyo kwa hilo nalishukuru, lakini rai yangu ni kwamba kuna vijana wengine wengi ambao wamejiajiri ambao wanafanya kama mimi ambao bado hawajui system inaendaje au wanaifanyaje. Na kama mnaofahamu kwamba kujua sheria haikusaidii, sio kwamba ndio nakupa msamaha kupata hizo penalty ambazo kutokana na wewe kufile kwa wakati. Kwa hiyo basi TRA au mamlaka husika iweze kuhakikisha kwamba vijana watakaporasimisha biashara zao wanaweza kuwapatia elimu ya kuweza kujua kwamba wanafaili vipi tax returns zao, lakini pia wanafanya vipi kurudisha hizi kodi au kulipa kodi kwa wakati na wanaweza kulipaje. Hiyo itakuwa imetusaidia sana ili tuweze kuepukana na hizi penalty ambazo tunakutana nazo ambazo zinakuwa zimejilimbikiza kwa muda mrefu. Nimefurahi sana kutembelea hili banda la TRA na kuna vitu kadhaa ambavyo nimejifunza. Kitu kikubwa ambacho nilikuwa ninanisumbua ni swala la VAT kwenye upande wa bara na upande wa visiwani, kwa sababu VAT kama VAT sio swala la muungano. Kwa hiyo nasema kama una kampuni ambayo iko bara na inafanya kazi bara lakini ikawa imepata kazi Zanzibar, wana uwezo kwa sababu manunuzi yote yanafanyika Zanzibar na kazi inafanyika Zanzibar, lakini kampuni iko registered bara na iko registered VAT, ina uwezo wa kuclaim ile VAT ambayo iko Zanzibar ambayo ni 15%. Kwa hiyo nikawa nimeuliza na bahati nzuri walikuwa wako vizuri na wamenipatia majibu ambayo yamenipa mwanga zaidi ya namna ya kuweka hivyo vitu vizuri, kwa sababu ni swala ambalo liko kitechniko kidogo, na kwa mwanga ambao nimeupata najua namna nitakavyoweza kuweka vitabu vyangu vizuri. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.